بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ndugu washiriki, baada ya kumhimidi Allah, mtakia rehema Mtume wetu Muhammad, nichukue fursa hii kwa mara nyingine kuwakaribisha katika mafunzo yetu ya zaka, ambapo leo tunaingia katika kundi jingine la mali ambayo inawajibikiwa kutolewa zaka, na mali hii inafungamana na wanyama au mifugo. Eh, Kiarabu wanasema zakatul ghanam au almashi, yani zaka ya wanyama wanao wanaotembea katika ardhi na kula katika ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tutatazama kwa undani juu ya wanyama gani ambao wanapaswa kutolewa zaka na viwango vyake, ya nisab na utoaji. Kwanza tukianza na wanyama wanaotolewa zaka kwa mnasaba wa fiqhi ya zaka, ni aina nne, yani ngamia, ng'ombe, na katika ng'ombe wanaingia mpaka hawa buffaloes, wanaingia pia buffaloes, kadhalika mbuzi na kondoo. Hawa ndio aina, naweza kusema aina kuu za wanyama ambao wanawajibikiwa na zaka iwapo masharti yake yatakuwa yametimizwa. Masharti gani hayo yanayofungamana na wanyama au mifugo? Sharti la kwanza ni sharti la nisab. Lazima wawe wamefikia idadi maalum, wawe angalau wamefikia idadi maalum, idadi fulani ambayo tutakuja kuona katika makundi haya ya wanyama. Wana nisabu yake. Kila mnyama hapa ana nisabu yake, yani ngamia, ng'ombe, mbuzi na kondoo wana nisabu zao. Sharti la pili ni haul, iwe wako katika umiliki wako kwa muda wa mwaka. Kwa hii ni sharti vile vile la zaka ya mifugo, kama mnyama hajakuwa katika umiliki wako ndani ya mwaka, wanakuwa hawatolewi zaka. Kama wapo unaofuga, uko nao ndani ya mwaka, wametimia nisab na masharti haya mengine yanayofuata, watawajibikiwa na zaka yake. Sharti la tatu ni wanasema ni saima. Saima yani ni wanyama ambao wanakula katika ardhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kipindi kirefu cha mwaka, yani wanajitegemea wenyewe katika kula katika ardhi, si cha kununuliwa, si chakula cha kununuliwa alafu wanaletewa, wamewekwa katika zizi, wamefugwa, wanalishwa, bali ni wanakula wenyewe katika ardhi. Kama ambavyo mnafahamu, wanatembea katika ardhi. Inaweza ikawa ni ranchi, iko ranchi, lakini wanakula katika nyasi zilizoota katika ranchi. Okay, sio wanaoletewa, sio ambao wamefungiwa mahali alafu wanaletewa tu chakula. Kwa hivyo tutaona, lakini kuna kauli mbili juu ya swala hili la saima, kwamba je, hili ni sharti, wanakubaliana wanawachuoni wote au wengine wanaona kuna maoni tofauti. Lakini kwa ufupi, tutaona kwamba sharti hili la saima, wanachuoni wengi wanaona lazima wawe ni wanyama ambao wanajitegemea katika kula katika ardhi kwa kipindi kirefu cha mwaka. Sharti jingine ambalo vile vile kuna khilafu kidogo baina ya wanawachuoni ni wanyama wasiofanya kazi za ukulima.
Ni wanyama sio kufanya kazi za ukulima na nyinginezo au kubeba mizigo na kadhalika. Hilo pia ni sharti katika masharti ya zaka inayofungamana na wanyama hawa ambao tumewataja. Sharti la mwisho ni milki tama, hivyo ni wanyama unaowamiliki. Kwa hiyo ni wanyama wako unaowamiliki kwa 100%. Na sasa tuangalie kuhusiana na swala la saima. Unachoona wanakubaliana juu ya juu ya haul. Kwenye nisabu pia kuna kauli tutakuja kuona tofautiana kidogo. Saima tofautiana wanachoona kiasi, tutaona sasa. Tujaribu kuangalia haya masharti kwa mujibu wa wanazuoni wanavyoona. Kwa saima, na tulivyoeleza ni kwamba mnyama anapaswa kuwa anakula katika ardhi kwa kujitegemea kipindi kirefu katika mwaka, lakini wanazuoni wametofautiana juu ya wajibu wa sharti hili, yani sharti hili la saim. Majority au wanaita jamhur katika sheria ni kuwa hili sharti lipo, kwa sharti la saima lipo kwa mujibu wa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mnyama awe ni mwenye kula kwa kujitegemea kwa muda mrefu kuliko kununuliwa chakula au kulishwa katika zizi. Sio kama amefungiwa. Kuna watu wanafanya kazi, wanaenda kukata manyasi, wanaenda kununua vyakula vya wanyama wao, wanawekewa tu namna hiyo. Na hii ndio rai ya jamhuri kwamba wao wanajitegemea wenyewe katika kula badala ya kununuliwa chakula na kulishwa, na hii ndio rai yenye nguvu. Okay. Kwa hivyo ikiwa muda mrefu katika mwaka wananunuliwa chakula wanakuwa hawana zaka. Hiyo ni kwa mujibu wa wanachuoni kina Ahmad, Imamu Abu Hanifa, Imamu Shafii, Ibn Taimia na wengineo. Lakini Imam Malik ametofautiana na jamhur, akina Imamu Laithi na Makhuli. Wanachuoni hawa wanaona ya kwamba saima sio sharti, kwa kuwa zaka inatolewa katika mifugo iliyoainishwa. Okay, na hata kama wanatumika katika kufanya kazi mbalimbali, yani kama wanatumika kwa ajili ya ukulima au hata kubeba mizigo, wanaona ya kwamba swala la saima sio sharti. Imam Malik na wengineo ametofautiana na jamhuri. Na mfasiri wa kitabu cha Reliance of the Traveler au Umdati Saliki, na kitabu hiki cha Kishafii maarufu kinaitwa Umdati Salik, ambacho kimefasiriwa kwa Kiingereza na mwanachuoni mmoja anaitwa Nuh Hamim Kila. Nafikiri huyo alikuwa ni Marekani au ni Mkanada kama hivi. Tafsiri kwa Kiingereza kitabu hicho, yeye aliweka taaliki yake ya kwamba anaona kufuata msimamo wa Imam Maliki ni watahadhari zaidi na wenye maslahi kwa maskini. Umeona, kwa maana pamoja na kwamba Imam Maliki msimamo tofauti na jamhuri, yeye anaona ya kwamba kufuata msimamo wa Imam Malik ni watahadhari, ni amfanya mtu atoke katika hii khilaf. Umeona, yani awe yuko katika salama. Umeona, katika salama zaidi, kwamba ijalishi kwamba unawalisha kwa kuwanunulia chakula au wanakula wenyewe katika ardhi, inakuwa ushatoka katika huo wasiwasi kwamba wanafaa kutolewa zaka, haifai kutolewa zaka kwa sababu ya jambo hili. Na vile vile kufanya hivyo inakuwa ni maslahi kwa maskini, kwa sababu maskini wataweza kupata zaka kwa kupitia mlango huu, kupitia wanyama wanaomiliki. Naam, ukija katika wanyama wenyewe na viwango vyao vya kutolea zaka, kianza na ngamia. Ngamia kwa kiasi kikubwa wanaochuoni wanakubaliana juu ya nisabu yake, ndio maana naanza nao hao. Wanasema 5.
Kwa hiyo kuanzia ngamia watano mpaka 9, okay, ndo unaanza kutoa kondoo au mbuzi mmoja wa mwaka mmoja mwenye umri wa mwaka mmoja au zaidi, sio chini ya mwaka mmoja. Lakini ukiwa na ngamia wanne, watatu, chini ya watano, yani hakuna zaka. Na wakifika 10 mpaka 14 unatoa mbuzi wawili au kondoo wawili wa mwaka mmoja au zaidi. Wakifika 15 mpaka 19 wanaongezeka, wanakuwa watatu, mbuzi au kondoo. Wakifika 20 mpaka 24 utatoa kondoo au mbuzi wanne mwaka mmoja au zaidi. Wakifika ngamia 25 mpaka 35 ndio unaanza kutoa ngamia sasa. Kwa hiyo huku kote unakuta sheria, Mwenyezi Mungu amefanya tashil huku kote. Nyuma chini ya 24, chini ya ngamia 24 utatoa mbuzi tu au kondoo, mbuzi au kondoo, umri wa mwaka mmoja na kuendelea. Kama huna, unatakiwa ununue huyo mnyama, ununue au mbuzi au ununue kondoo, utoe zaka mwenye sifa hiyo, yani mwaka mmoja kuendelea. Kwa hiyo kuanzia 25, ngamia 25 mpaka 35 ndio unatakiwa utoe ngamia. Ngamia mmoja mwanamke, ngamia jike mmoja mwenye umri wa mwaka mmoja au miwili, na umri kati ya mwaka mmoja na miaka miwili. Wakiongezeka, ukawa Mungu amekujalia unao zaidi ya hapo 36 mpaka 45, utatoa tena ngamia jike, lakini umri ni baina ya miaka miwili mpaka miaka mitatu. Ikiwa unao zaidi ya 46 mpaka 60, ngamia jike tena, umri miaka mitatu, baina ya miaka mitatu na miaka minne. 61 mpaka 75 kadhalika, ngamia jike mmoja, lakini umri wake awe baina ya miaka minne mpaka mitano. Wakifika 76, mpaka 90, hapa sasa wanaongezeka, itakuwa ni ngamia wawili jike, umri baina ya miaka miwili na mitatu. 91 mpaka 92 wanabaki kuwa ni ngamia 91 mpaka 120, afwan, 91 mpaka 120 watakuwa ni ngamia wawili majike, wakiwa na umri wa miaka mitatu, baina ya miaka mitatu na minne. Kuanzia 121 mpaka 129, hapa wanaongezeka ngamia, watakuwa ngamia watatu wenye umri baina ya miaka miwili mpaka miaka mitatu. Kadhalika wakiongezeka ikawa kuna 130 mpaka 139, utatoa ngamia wawili jike, lakini umri wa baina ya miaka mitatu mpaka minne. Huyo mmoja awe na umri wa miaka baina utakuwa ni majike wawili, jamaa majike wawili baina ya umri wa miaka mitatu na minne. Na utatoa ngamia wawili jike wa umri wa miaka mitatu mpaka minne. Naam, kwa hivyo idadi inakwenda namna hiyo, mpaka watakapofika huko 200, 209 kadhalika. Kwa hivyo kwa kuchunga muda tu hatuto kwenda kwa kila kundi kutaja kama nilivyotaja awali, lakini
kuna hizo brackets. Kwa ufupi, kuna hizi brackets katika utoaji wake. Unapofikia idadi fulani, okay, unatakiwa utoe idadi fulani. Sasa pengine hapa mtu anaweza akauliza akashangaa akasema, mbona wakifika 130 139 wanakuwa wawili, sio wakati huku juu walikuwa watatu? Tofauti yao ni umri, tofauti ni umri. Kwa hivyo ishu sio idadi hapa. Ikifika kwenye 130 mpaka 39, mtu atashangaa, ataona mbona wawili wakati huku juu walikuwa watatu. Hapo 121 mpaka 129 wako watatu, lakini 130 mpaka 39 wanarudi tena kuwa wawili, lakini wanatofautiana na hilo kundi la juu kwa umri. Na wafugaji wa ngamia wanafahamu kwamba ngamia wa miaka mitatu, baina ya miaka mitatu na minne, bei yake tofauti na ngamia vile vile wa miaka miwili mpaka mitatu. Kwa hivyo isikutatize hiyo katika ishu ya idadi. Hapa wanatoka ngamia wawili katika 130 mpaka 39, lakini umri tofauti. Na vile vile 140 na 49 wanatoka ngamia wawili, lakini wanatoka ngamia wawili majike, umri miaka mitatu natoa ngamia wawili wenye umri baina ya miaka mitatu mpaka 4, na mmoja jike umri miaka miwili mpaka mitatu. Umeona? Kwa kuna ishu za umri ambazo zinatofautisha baina ya kundi moja na kundi jingine. Ng'ombe, ukija katika ng'ombe na buffaloes, wanasema wanachuoni wametofautiana katika nisabu ya ng'ombe, kwa kuwa hakuna hadithi iliyo wazi ya moja kwa moja juu ya idadi yao, lakini wanarejea katika makhalifa kina Abubakar Siddiq na Umar ibn al-Khattab na wengine, namna walivyosimamia swala la kusanya zaka katika ng'ombe. Kwa hivyo katika swala hili kuna rai 4 juu ya nisab. Okay, madhahabu manne ya Ahli Sunna wal Jamaa, kama unafahamu, Imam Abu Hanifa, Imam Shafi'i, Maliki na Hanbali. Okay, madhehebu zote 4 za Ahli Sunna wanafikiana juu ya idadi ya ng'ombe 30. Hii ndio mashuhuri, inafahamika zaidi na ndio yenye nguvu zaidi. Na Sayyid Sabiq katika kitabu chake Fiqh Sunna, naye anaungana na madhhabu zote 4 kwamba idadi ni 30, lakini wako wanawachuoni wengine kina Imam Tabari katika Ahli Sunna, vile vile Imam Ibn Hazm, wao wanaona idadi ni 50, na wanachuoni wengine kina Zuhri na wanachuoni wengine kina Musayyib na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, wanaona ni idadi ya ng'ombe watano, yani kama ngamia. Na kuna ya idadi 10, idadi ya ng'ombe 10 ya Ibn Rushd. Ibn Rushd anaona ya kwamba kwa ng'ombe ni hesabu yao ni 10, akifika 10. Hiyo walivyosema mashuhuri ni rai ya kwanza, idadi ya ng'ombe 30. Hii ndio jamhuri la ulama wapo kwenye idadi ya ng'ombe 30. Chini ya ng'ombe 30 inakuwa mtu hawajibiki kutoa zaka ya ng'ombe. Wakiwa 30 mpaka 39 wanatoa ng'ombe mmoja wa mwaka mmoja, au anaitwa tabi'i. Wakifika 40 mpaka 59 ni ng'ombe mmoja, lakini miaka yake miwili, umri wa miaka miwili, anaitwa musinna. Wakifika 60 mpaka 69 watatoa ng'ombe wawili, umri wa mwaka mmoja.
Wakifika 70 mpaka 79 utatoa mwaka mmoja, utatoa mmoja wa mwaka mmoja na mmoja wa miaka miwili. Utaona hapo, umeona? Kwa hivyo hapo again namba ni ile ile, ng'ombe ni wawili, lakini umri tofauti, umri tofauti. Okay. Wakifika 80 mpaka 89 utatoa ng'ombe wawili wa miaka miwili. Wakifika 90 mpaka 99 utatoa ng'ombe watatu wa umri wa mwaka mmoja. Wakifika 100 mpaka 109 utatoa ng'ombe mmoja wa miaka miwili na wawili wa mwaka mmoja. Wakifika 110 mpaka 119 utatoa wawili wa miaka miwili na mmoja wa mwaka mmoja. Wakifika 120 na zaidi utatoa ng'ombe watatu wa miaka miwili au wanne wa mwaka mmoja. Ng'ombe waliopindukia 120 katika kila 30 utatoa ng'ombe mmoja, yaani kama itazidi baina ya 120 mpaka 150, yaani mpaka 149 kwa mfano, ndio itakuwa ni kuanzia 120 mpaka 149 utatoa ng'ombe watatu wa miaka miwili au wanne wa mwaka mmoja. Ukishafika 150 utaongeza mmoja tena, utatoa ng'ombe watano wa mwaka mmoja mathalan. Okay. Na katika kila 40 kama wataongezeka, kwa kila 40 utatoa ng'ombe mmoja wa miaka miwili. Kama watafika 160, okay, fika 160, zaidi ya 160. Okay. Kwa hivyo kuna swala la formula ambayo tuliiweka katika kitabu, namna ya kufanya hesabu ya ng'ombe ng'ombe watakokuwa wamevuka 120. Okay. Kwa hivyo kama watavuka lakini ndani ya range ya 30, yani baina ya 120 lakini hawavuki 150. Kwa hiyo kama una ng'ombe 150, okay, una divide by 30. Okay. Divide by 30 utaona kwamba hapo utatakiwa utoe ng'ombe watano wa mwaka mmoja. Okay. Namna hiyo, lakini kama watavuka 155, 56 na nini, hapo bado wako ndani ya range ya extra 30. Wakivuka huko kwenye ukifika kwenye 40 tena, yani 160, 170, okay, utadivide by 40 na utatoa zaka kwa idadi utakayokuwa umeipata hapo. Na vile vile wanachuoni wanazungumzia kwa ng'ombe vile vile inapendezewa kutolewa ng'ombe awe jike. Ng'ombe wa kutolewa zaka lazima wawe ni majike. Ikiwa huna ng'ombe jike au wa umri sahihi, unatakiwa umnunue na kutoa zaka. Okay? Hiyo ndio kauli yenye nguvu. Unatakiwa utoe katika wanyama, unatakiwa utoe wakiwa katika ni wale majike. Ukija kwenye mbuzi na kondoo, sasa mbuzi na kondoo huwa wote wanajumuishwa, yani unaweza ukawa una kondoo 30 na mbuzi 10, hawatofautishwi. Mbuzi na kondoo hawatofautishwi katika hesabu zao, labda kondoo lazima mpaka wafike 40 peke yake na mbuzi mpaka wafike 40 peke yake. Ikiwa ni hivyo sawa, ikiwa una mbuzi tu peke yake na mpaka wafike 40, au kama ni kondoo unao peke yake mpaka wafike 40. Lakini kama una mbuzi na una kondoo, una mbuzi kama nilivyotaja labda 20 na kondoo 20,
wewe ushafikia nisabu. Kwa hiyo hatukai, hatumwangalii mbuzi kama mbuzi peke yake na kondoo kama kondoo peke yake. Kama unao hawa wote katika milki yako, tunachanganya hesabu zao, hatutofautishi. Ulikuwa na mbuzi 30 na kondoo 10, wewe ushafikia hesabu tayari. Kwa hivyo hawa wanyama wanachukuliwa kwamba ni jinsi moja, jinsi moja. Kwenye kadhia ya mbuzi na kondoo au hata kadhia ya wanyama wote hawa tuliowaeleza hapa, tumeweka tu anwani kwamba kwenye masala ya mbuzi na kondoo, lakini katika swala la watoto wa wanyama hawa, wanyama wanaotolewa zaka kama mnavyojua huwa wanazaa. Sasa je, hawa watoto wao wanahesabika katika hesabu ya nisabu kwa ajili ya zaka? Okay. Wanasema wanachuoni wana kauli mbalimbali. Wanasema baadhi yao kina Imam Malik wanasema watoto wa wanyama wanahesabika katika nisabu na kupelekea kutoa zaka. Kwa hivyo wakiwa watoto wa wanyama hawa pia wanahesabika. Wengine wamesema watoto wa watoto wa wanyama hawa wanahesabika wakiwa na mama zao tu, wakiwa na mama zao wanahesabika katika kufikia ile hesabu. Wengine wanachuoni wengine kina Imam Shafi'i wengineo wanaona ya kwamba watoto wanahesabika tu iwapo wanyama wakubwa, yani wenye umri zaidi ya wenye umri mkubwa washafikia nisabu, ndio watoto wao vile vile watahesabika. Okay? Yani iwe ile wale wanyama wakubwa washafikia nisabu. Okay? Yani na hapa wanyama wakubwa ni wale ambao tayari washafika mwaka mmoja na kuendelea. Fika mwaka mmoja na kuendelea, walikuwa chini ya umri huo. Ili Imam Shafi anaona watahesabika tu iwapo hawa wakubwa washafika nisabu, alafu hawa tunaweza tukaendelea kuhesabu pia. Lakini kama tuna wanyama wakubwa wachache hawajafika nisabu, alafu kuna na vitoto vyao, wanaona hawatohesabiwa kufikia nisabu. Watoto wa wanyama wanahesabika katika kutimiza nisabu. Hii Imam Abu Hanifa naona iwe wanatokana na wanyama wenyewe, wanatokana na wanyama wenyewe au wengine. Watoto wa wanyama wanahesabika katika kutimiza nisabu, iwe wanatokana na wanyama wenyewe katika lile zizi, kwamba wamezaliwa na mama zao hapo, au hata kama umenunua tu, umenunua kutoka wakiwa wadogo, watahesabika. Hiyo ni Imamu Abu Hanifa. Katika Imamu Shafii, kwa ukisoma kwa undani hii kitabu cha Fiqhu Zaka cha Imam Qaradhawi, utakuja kuona kama kuna kauli mbili baina ya katika madhhabu ya Imamu Shafii. Wengine wanasema watoto wa wanyama watahesabika iwapo watazaliwa ndani ya mwaka husika, yani ile ndani ya ile haul, kama wamezaliwa ndani ya kile kipindi husika watahesabiwa, iwe mama zao wapo hai au wamekufa. Umeona? Na kuna kauli nyingine wanaona ya kwamba, ambayo tumeitaja huko hapo juu, wanasema ni mpaka tu wale wakubwa wametimiza nisabu, wale wanyama wakubwa walishafikia idadi, na ndio kama kuna na wadogo watahesabika. Hivyo inaonekana kuna kauli zaidi ya moja katika madhhabu ya Imamu Shafii. Moja inasema watahesabika, lakini iwe wamezaliwa ndani ya ule kipindi kile cha haul, ndani ya ile miezi 12, walizaliwa ndani ya miezi 12. Unaona, kama atakuwa alikuja kuzaliwa nje ya hapo hatohesabika. Naam. Kwa hivyo kwa mfano ikiwa mpaka mwezi wa 11 ulikuwa na mbuzi au kondoo 39, ulipotimia tu mwezi wa 12 wakazaliwa wawili na kufikia 41. Je, wanatolewa zaka? Watolewi zaka? Kwa hivyo kwa mujibu wa Ibn Taymiyyah, kina Abu Hanifa, Imam Malik na hata mwanachuoni Sayyid Sabiq na wengine wanasema utatoa zaka
japokuwa idadi yao 41 haijatimia mwaka mzima. Yaani kuna hao mbuzi wawili wamezaliwa hapa juzi tu, wamezaliwa na mwezi mmoja tu tangu wazaliwe. Wanasema hawa chuoni hao wanasema watatolewa zaka. Hii ni kama utakwenda na rai ya Imamu Shafii, utakuja kuona ya kwamba kauli moja inasema hawa watatolewa pia. Okay? Lakini kauli ya pili inaonyesha kwamba hawatotolewa, haitotolewa kwa sababu yani wanyama wale wakubwa zaidi ya mwaka mmoja hawakuwa wametimia nisabu, hawakuwa wametimia nisabu. Kwa hivyo kuwa salama katika utoaji wa zaka hii, tunashauri ya kwamba twende na rai ya kina Imamu Ibn Taimia, chuoni Ibn Taimia, Imam Malik, kwamba maadamu wamezaliwa au wameongezeka au wanyama, hata kama kwa njia ya ulinunua ndani ya kipindi cha haul, wanatolewa zaka. Na hii ni kuepusha baadhi ya watu wanaweza kuwa na mentality ya zakat avoidance ya kukimbia zaka, yaani anahamisha fedha zake, anaona hapa fedha zishakaribia kipindi cha kutolewa zaka, mwezi wa 11 anaamua kununua ng'ombe ili atoke katika kulipa zaka. Alafu ikifika ng'ombe nao wamekaa nao, wakishafika miezi 11 anabadilisha, anapeleka kwenye cash. Umeona? Sasa uh, watu wamche Mwenyezi Mungu katika masala kama haya. Na kama tungekuwa na dola inayosimamia masala ya zaka, watu kama hawa wataweza kubainika na bado watawajibishwa kutoa zaka. Mtu asikae akafikiria ni smart sana, anaweza ikawa anatoa fedha anazipeleka kwenye wanyama, anapoona fedha zishakaribia mwaka, na wanyama vile vile akiona ishakaribia mwaka, nao anabadilisha, anauza. Sasa anataka kuleta kwenye fedha, ili mradi kukimbia ile haul katika mali husika. Kwa hivyo ni masala ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikija kwenye idadi ya kutoa kwa upande wa mbuzi na kondoo, 40 mpaka 120 anatolewa mbuzi mmoja tu. Kwa hiyo 40 mpaka 120 mbuzi mmoja, au kondoo mmoja wa mwaka mmoja. 121 mpaka 120 mpaka 200, afwan, 121 mpaka 200 unatoa mbuzi wawili au kondoo wawili. 101 mpaka 130 hao wanakwenda kwa 100, makundi ya 100 kwa 100, wanakwenda katika idadi ya brackets za 100s. Kwa hiyo akifika mpaka 101 mpaka 500 utatoa mbuzi au kondoo watano. Kwa hiyo hapo mwenyewe unaweza ukaendelea tu. Akiwa 501 mpaka 600 watakuwa kondoo au mbuzi 6 au kondoo 6. Wakifika 601 mpaka 700 unaongezeka 7, watakuwa kondoo au mbuzi 7 kwa mwaka mmoja. Wakifika 701 mpaka 800 wanaongezeka, watakuwa sasa 8. Wakifika 801 mpaka 900 watakuwa 9. Hesabu ya mbuzi iko very straightforward kwa namna hiyo. Okay, katika kila hundreds anaongezeka mbuzi mmoja au kondoo mmoja. Sharti za wanyama wanaotolewa zaka. Utakapokuwa unataka kutoa zaka, wanyama hao unaotaka kumtoa asiwe na kasoro ya maumbile au ugonjwa au uzee. Unatakiwa utoe aliyekuwa mzima, hana kasoro ya maumbile, si mlemavu, sio chongo, wala sio mgonjwa, wala sio mzee katika wanyama hao.
awe jike, mnyama jike. Wengine wanasema kwamba ni kwa upande wa ngamia tu, wanachuoni wametofautiana kwenye upande wa wanyama hao wengine, yani tunakusudia ng'ombe na ng'ombe na mbuzi wametofautiana kwamba wawe ni majike tu au hata madume. Kutoka katika hiyo khilafu, nafikiri toa jike vile vile kwa hawa ng'ombe na na mbuzi na kondoo, yanapendelewa zaidi hivyo. Lakini kwa upande wa ngamia, hii ni jamhuri wanakubaliana kwamba upande wa ngamia, wale mbuzi tuliowataja wanakuwa ni majike, na hata wale utakapofikia kwenye idadi ile ya 120 na kitu, ambapo unaanza kutoa ngamia, utaanza kufikia idadi ya 125 ya ngamia, unatoa ngamia jike. Kwa hivyo kwenye upande wa ngamia hakuna tofauti juu ya jinsia ya ngamia anayetolewa. Umri wa mnyama ni muhimu kuzingatiwa. Tumekuwa tukitaja hapa, awe na umri wa mwaka mmoja, awe na umri wa miaka baina ya miwili mitatu. Ni muhimu sana kuzingatia swala la umri. Kwa hiyo kama katika mifugo huna wa umri huo, maanake inabidi ununue huyo mwenye umri huo. Utauza katika wale waliokuwa nao, kama huna fedha umnunue huyo ambaye amekidhi sifa ya umri, na awe mnyama wa wastani, sio bora sana wala sio mbaya sana, lakini sio katika wenye ujauzito, sio wenye mimba. Okay, anatakiwa utoe mnyama sio aliyekonda sana wala sio aliyenona sana, awe ni baina. Sio unatoa zaka mnyama katika hali ya kwamba amedhoofu sana, yule aliyedhoofu sana ndio unamtoa. Kikubwa hapa ujue ya kwamba lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kufikia wema ni kutoa kile unachokipenda. Unampa Mwenyezi Mungu sadaka yako hii, namfikia Mwenyezi Mungu zaka yako kabla ya kumfikia uwe maskini unayempa. Nampe Mwenyezi Mungu katika vile ambavyo unavipenda katika nafsi yako. Na hili kwa hivyo ikija sasa kwenye umri, iwapo umri wa mnyama anayetakiwa hayupo, kama tulivyosema, rai yenye nguvu ni unapaswa kumnunua mnyama mwenye umri unaotakiwa na kutoa. Lakini Abu Hanifa, katika madhhabu ya Imam Abu Hanifa, anaona kwamba thamani ya mnyama mwenye umri huo itatolewa. Unaweza kutoa thamani, yani ukatoa pesa, lakini ya thamani ya mnyama huyo, badala ya wewe kwenda kununua huyo mnyama na nini. Yeye anaona ya kwamba thamani yake huyo mnyama mwenye umri unaotakiwa, unaweza ukatoa pesa, sio lazima nyama. Lakini lililokuwa sahihi zaidi baina ya rai hizi mbili ni kutoa mnyama, isipokuwa kama kuna dharura za kisheria ambazo wanawachuoni wanaweza kuzitathmini na kuzitolea fatwa katika hali husika, wanaweza kwenda na rai ya Imamu Abu Hanifa, kutokana labda na mnyama huyo kumpata, gharama zake hayupo au vipi. Una a lot of logistical issues inaweza zikajitokeza. Unahitaji kutoa kwa mfano mtu wa ngamia, unatakiwa utoe labda ngamia wawili majike, hawapo katika mkoa uliopo, hawapo katika pengine eneo ulilopo, watafutwe huko walipo. Kama ndio mpaka uende Kenya tena au uende wapi kutafuta hao, itakuwa sasa ni uzito mkubwa. Kwa hivyo yaweza tu kutolewa thamani. Kwa hivyo zinatazama zile dharura ambazo zipo, na wanachuoni chuoni husika anaweza kuja kutoa
mwelekeo katika hali hii, basi unaweza ukatoa nani hiyo, lakini default position yani ile msimamo ambao ndio wa kawaida katika mazingira ya kawaida, katika hali ya kawaida, anayetolewa ni mnyama husika anapaswa, na kama huna na anapatikana, utamnunua huyo mnyama, utoe mnyama, sio thamani, utoe mnyama. Okay, utoe mnyama apewe maskini. Umeelewa eh? Na maskini kama atamuuza, ahlan wa sahlan. Kama atamchinja mwenyewe, kama atamfuga, ahlan wa sahlan, ataamua mwenyewe. Tutakuja kuona huko mwisho vipi wapo huyu maskini anamuuzia huyu mwenye kutoa huyo zaka, bwana, mimi ninakuuzia, nipe pesa. Je, inafaa kumnunua au haifai kumnunua? Jawabu ni kwamba kuna kauli mbili kuna kauli mbili. Kuna kauli inayosema haifai kumnunua, haifai kumnunua mtoa zaka. Toa zaka akiwa umeshatoa zaka yako ya mbuzi mmoja au mbuzi wawili au mbuzi watatu, ukampatia huyo maskini kisha akamwambia, bana, mimi nakuuzia, basi nipe pesa, nakuuzia hao mbuzi. Okay? Hata hutakiwi kununua wewe, haijuzu kwako kumnunua mbuzi huyo, okay, ambayo umemtoa zaka kutoka kwa maskini. Mtu mwingine anaweza kumnunua, lakini sio wewe uliyetoa. Wewe haifai kumnunua. Hiyo ndio imekuja hadithi ambayo inakataza mwenye kutoa zaka kumnunua mnyama wake aliyemtolea zaka. Okay, lakini tutakuja kuona huko mbele kidogo kuna kauli nyingine pia na kauli za wanachuoni wengine, lakini hatupendelei kutanguliza kauli za wanachuoni mbele ya hadithi ambazo zipo. Kwa hivyo tubaki na mafunzo ya hadithi. Hadithi maadamu ipo anakataza kumnunua mnyama uliomtolea zaka, basi tuishie hapo, hakuna haja ya kwenda kwenye wanawachuoni wengine wanasemaje, lakini kwa kuwa ni somo tutasoma, tutataja huko mwishoni. Nafikiri niko na slide moja inazungumzia jambo hilo. Kuhusu ufugaji wa kuku leo, kama tunavyofahamu, watu wanafuga kuku, watu wanafuga bata, watu wanafuga ng'ombe wa maziwa na wanawalisha na nini na nini, lakini dhamira ni maziwa. Tutajaribu kuelezea kwa dakika chache zilizobaki kadhia zao, tukianza na poultry farm, kuku au bata. Okay, sasa kwenye ufugaji wa kuku ambao ndio mashuhuri zaidi kuliko bata, ni kwamba kuna aina za mbili katika ufugaji wa kuku. Kuna wale wa mayai, wanafuga kuku kwa ajili ya mayai au layers, na kuna wanaofuga kuku kwa ajili ya kuuza wale nyama yake, kumuuza kuku mwenyewe, yani kuuza nyama ya kuku. Kwa hiyo ukishafikia ile miezi kadhaa, okay, wale kuku au wiki kadhaa ukishatimiza, wale kuku wanakuwa wanachinjwa, wanauzwa, broilers, inaitwa broilers. Kwa upande wa kuku kwa dhamira ya kupata na kuuza mayai, okay, anasema wanachuoni Al-Qaradhawi ya kwamba mayai ya wanyama ambao wenyewe hawatolewi zaka, okay, huwajibikiwa na zaka kama ilivyo kwa asali kutokana na nyuki. Maana yeye anaona ya kwamba itathaminishwa thamani ya mayai, okay, kama yatakuwa yamefikia thamani ima ya gramu ya thamani ya gramu 595 za silver, okay, utatoa 10%, utatoa 10% baada ya kutoa gharama, baada ya kutoa zile gharama zake, okay.
Kwa hiyo baada ya kutoa gharama za kama ni kulisha na nini, kama unavyojua au kuku wa mayai unawalisha, kuna gharama za kulisha chakula na nini. Ukitoa hizo gharama za malisho na nini, na nyinginezo kama ni umeme, so kama unavyojua wanaofuga au wanawekea umeme unatumika wakati fulani mwingi sana wanapokuwa wadogo mpaka wanakuwa, alafu wanaanza kuzaa mayai na nini. Hizo gharama anasema zinatolewa. Ikiwa thamani ya hayo mayai baada ya kutoa gharama eh, imefikia gramu 595. Okay, kama unavyojua amekwenda katika nisabu hapa ya masala ya fedha. Ukifikia thamani ya mayai hayo gramu 595, tumesema ni kama milioni 4 sasa hivi kwa thamani ya sasa, au gramu 85 za dhahabu thamani yake, utatolea zaka kwa asilimia 10%. Utatoa 10% utatoa 10% yake. Kwa hivyo hatusubiri swala la mwaka, analisema maadamu mayai naikusanya, ukajua mayai haya thamani yake ni hii, gharama zake ni hizi, neti inayopatikana ni pesa ambayo inaonekana imevuka thamani ya dhahabu gramu 595 au gramu 85 za dhahabu, basi utatoa 10%. Utatoa 10% ya thamani ya hayo mayai, 10% ya thamani yake. Na jana hapa nilikuwa natazama video moja, kuna mfugaji mmoja mkubwa sana hapa Tanzania, na wako wengi tu, wanafuga kuku wa mayai. Kwa hiyo kwa siku mtu anaweza akawa anatoa kwa mujibu wa hiyo clip ambayo niliona, anasema kwa siku anatoa takriban kreti za mayai 3,000 kwa siku. Anatoa takriban kreti 3,000 kwa siku. Sasa imagine, hiyo ni fedha nyingi kiasi gani, okay, ambayo ipo katika hiyo biashara. Kwa hivyo iko hivyo, lakini Daru al-Ifta al-Misriya, hii ni fatwa kutoka katika hii taasisi inayoitwa Darul Ifta. Wanasema hakuna zaka katika kuku wenyewe wala mayai yao, hakuna zaka, okay. Lakini ikiwa mayai yatauzwa na kupata faida, ile faida ndiyo itawajibikiwa na zaka baada ya kutimiza mwaka mmoja na ikiwa imefikia nisabu. Kwa hiyo wanasema kuku na mayai yao wenyewe hakuna swala la zaka. Hatutoangalia thamani ya mayai wala hatutoangalia thamani ya kuku, bali huyu bwana si anauza, yani inaingia katika zaka ya biashara, na kitakachotazamwa ni faida. Kwa kama anapata hasara hatoi zaka, lakini kama anapata faida, okay, anapata faida, okay, na faida hiyo pengine sehemu anakula, sehemu inabaki, na ikiwa imebaki, hicho kinachobaki kimefikia nisabu na kimetimiza mwaka, itatakiwa utoe zaka katika hizo fedha, okay, ambazo zinatokana na faida ya kuuza kuku, ambayo kiwango cha kutoa ni 2.5. Kwa hiyo amerudi katika swala la zaka ya fedha ya cash, okay. Na nisabu yake kama mnavyofahamu, nisabu ya masala ya fedha ni ima kwa standard ya dhahabu gramu 85 au kwa standard ya silver ambayo ni gramu 595. Ama kwa wale wanaofuga kuku kwa ajili ya kuuza, broilers, wanaofuga kuku kwa dhamira ya kuuza nyama yake, hawa wanachukuliwa kuwa ni bidhaa ya biashara, wanatolewa zaka kila mwaka kwa kutazama thamani yao ya soko, okay. Kwa hivyo kama wewe unaanza kumfuga hiki kifaranga na dhamira ni unalisha, ikifika sio wiki ya ngapi, toa kwenye zizi, chinja wote, peleka sokoni kuuza, wewe ni mfanya biashara, okay, ni mfanya biashara. Kwa hivyo kila mwaka utakuwa unaangalia fedha ulizonazo na vifaranga vyako au kuku ulionao katika zizi,
Okay, hapo walipofikia thamani yao inabidi uthaminishe kwa hapa kuku huyu. Kama mnavyojua nyinyi, kuku wanapimwa kwa kilo siku hizi. Kwa hivyo utapima au unajua mwenyewe vifaranga vya wiki kadhaa, au wakiwa kuku wa wiki kadhaa thamani yake inakuwa kadhaa. Kwa hivyo wataalamu wa biashara hizi wanafahamu wenyewe, kuku wa wiki kadhaa atakuwa na uzito labda wa kiasi kadhaa, na kwa uzito huo thamani yake inakuwa kadhaa. Kwa hivyo atatakiwa kuthaminisha kila mwaka. Kila mwaka utaangalia cash, utaangalia na kuku ulionao katika mabanda yako, utawafanyia tathmini. Okay, kama watakuwa wamefikia kiwango cha nisab, ima ya fedha au nisabu ya dhahabu, utatakiwa kuwatolea zaka kwa 2.5%. Okay, 2.5%. Kwa hivyo wanachukua hukumu ya bidhaa, ni bidhaa ya biashara au broilers. Naam. Kuhusu ng'ombe wa maziwa ambao wanalishwa, wanafugwa, wanalishwa kwa ajili tu ya kuzalisha maziwa tu. Okay, wanasema ng'ombe wanaolishwa chakula kama tulivyoeleza kule kwa jamhuri ya maulama, japokuwa Imam Malik yeye anaona ya kwamba haijalishi ng'ombe unamfuga kwa kumpa chakula au anakula mwenyewe kwenye ardhi. Imam Malik anaona ng'ombe, mbuzi, ngamia anatolewa zaka kwa idadi yao wakifikia. Sisi swala la kwamba wanafanya kazi ya ukulima, hawa ni transporters, ngamia hawa kazi ya kubeba mizigo, kusafirisha watu. Anasema swala la saima haliondoi wajibu wa kutoa zaka, wala swala la kwamba wanafanya kazi ya ukulima au kubeba mizigo. Naona kwa wale ambao wanakwenda na rai ile ya jamhuri ya kwamba eh, anatakiwa ale sehemu kubwa ya mwaka mwenyewe katika ardhi. Okay. Badala ya kuwa wananunuliwa chakula na nini. Sasa wako wengine ambao katika hawa ambao wananunuliwa chakula, wao ni kwa ajili ya kuzalisha maziwa kama tunavyofahamu. Mtu anaweza ikawa anafuga ng'ombe kadhaa kwa ajili ya maziwa tu, kwa ajili ya kuuza maziwa, anauza maziwa. Sasa wanasema wanachuoni kuna kauli tofauti kuhusu maziwa ya ng'ombe ambao wenyewe ndio hao wanalishwa, ng'ombe wa kisasa, wamefungiwa katika zizi, wanalishwa katika kila muda, kula kinanunuliwa, kinakonunuliwa, kinaandaliwa, kinakoandaliwa, wanaletewa. Takiwa kuzunguka sana. Huyo akizunguka sana, labda atapoteza uwezo wake wa kuzalisha maziwa au nene ule utapungua. Hawa ni unaweza kusema kuku wa kizungu na kuku wa kienyeji. Huko kwetu kuku wa kizungu amefungiwa kwenye banda na hudumiwa. Kwa hiyo hili nalo tunaweza kusema ni kama mang'ombe ya kizungu haya, kwa maana ya kwamba wanalishwa, wanahudumiwa kila kitu. Darul Ifta ya Jordan wanasema hakuna zaka katika maziwa, hakuna zaka katika hizo lita utakazovuna. It doesn't matter umevuna lita utakazovuna, hakuna zaka katika maziwa kwa idadi ya lita au thamani ya lita ulizovuna, bali fedha zinazopatikana iwapo zitafikia nisabu na kukaa mwaka mmoja. Kwa hivyo wao wanachukulia kwamba huyu mfanya biashara huyu yeye anauza maziwa. Kwa hivyo inakuja tu katika hukumu ya biashara ya maziwa. Kwa hiyo kitakachotazamwa ni thamani ya yale maziwa, okay, pamoja na fedha alizokuwa anazo kutokana na kuuza maziwa, na zikiwa zimefikia nisabu na kukaa mwaka mmoja atatoa zaka, kwa kuwa bidhaa yake ni maziwa. Kwa hiyo kama unavyofahamu, wazalishaji wa maziwa, bila ya kutaja majina ya makampuni, wao wana process ya maziwa. Kwa hiyo maziwa yanazalishwa, yanaingia kwenye processing kwa ajili ya kutoa maziwa ya pakti. Umeelewa? Kwa hivyo hawa zaka yao ni zaka ya biashara na bidhaa yao ni maziwa na all other products associated with hayo maziwa. Maana katika maziwa kuna maziwa
inaweza ikawa inatoka humo ndani. Wengine wanazalisha other processed foods zinazotokana na milk na yale maziwa ambayo wameyavuna, kama yogurt au kama ni siagi au kama ni nini. Hivi viwanda ambavyo vina mifugo yao na wana viwanda vyao, maziwa yanayotoka huku yanaingia kwenye process ya kuzalisha, ya kuyapack, kutengeneza kutengeneza maziwa ya pakti, kutengeneza um, yogurt, watatoa zaka katika mali ya biashara. Hii ni Darul Ifta ya Jordan. Sheikh Qaradawi anaona ya kwamba yanayo zaka kwa nisabu ya fedha au dhahabu, na kiwango cha zaka yake ni 10% baada ya kutoa gharama, Kwa hivyo yeye anaona utoaji wake ni 10% katika hayo maziwa utakayokuwa umevuna. Yale maziwa ambayo utakayokuwa umeyavuna, ikiwa thamani yake imefikia thamani imefikia, yani ukichukua yale maziwa ukatoa gharama zako, thamani ya yale maziwa ukatoa gharama, utatakiwa ikiwa imefikia thamani yake imevuka thamani ya ima nisabu ya silver au nisabu ya dhahabu, utatakiwa utoe zaka yake ya 10%. Kwa kauli yenye nguvu hapa ni ya kina Darul Ifta ya Jordan, ambayo tumeshaieleza. Hii ndiyo iliyokuwa kwa technicalities zote ni rahisi zaidi kufanywa kazi na utekelezaji wake kuliko swala hili la zaka ya maziwa yenyewe. Naam. Hili ndio lile nilolieleza pindi fulani. Je, inakubalika mtoaji kumnunua mnyama ambaye ametoa kama zaka? Kwa ya kwanza, hii ni hadithi, haramu kumnunua mnyama aliyetoa zaka au sadaka. Imamu Nawawi anasema ni makruh, inakerehesha, jambo makruh, ni kuliacha ni ahsan, ni bora zaidi kuliko kulifanya. Sio haramu, lakini ni makruh. Ibn Hazm na Ibn Mundhir wanasema inaruhusiwa. Kauli yenye nguvu hapa ni kuto kumnunua mnyama uliyetoa zaka. Au umetoa zaka, umempa maskini ng'ombe, yule maskini anakwambia, bwana, mimi basi nakuuzia huyo ng'ombe. Wewe ambaye umetoa, wewe unazuiwa, pendelewi wewe kumnunua huyo mnyama, anunue mtu mwingine, lakini sio wewe. Hiyo ni haramu kwa nasi ya hadithi, Mtume amekataza. Ama wanachuoni wengine kama hawa wengine wanaona wengine ni makruhu na wengine wanaona inaruhusiwa. Tushike hiyo ya kwamba haifai. Wallahu a'lam. Nafikiri tumemaliza kutokana na muda na kutokana na mada yenyewe ya mifugo, tunaishia hapa. Labda kama kuna swali kwenye chat mtu anaweza akauliza, kama kuna mkono mtu anaweza akanyosha mkono. Na kuna mkono hapa. Naam, Bwana Lupande. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sauti yako imekatika baada ya salamu. Sheikh Khalfan, Naona kuhusiana na swala sikusikii. zima la zaka ya wanyama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapo tumekusikia. Naam, endelea ndugu yangu. Shukrani. Swali langu lilikuwa linahusiana na kadhia ya mwisho kabisa ya kuhusiana na kwamba aliyetoa zaka ya wanyama Naam. yeye haruhusiwi kumnunua mnyama. Ili kwanza kabisa tunajiuliza swali, je, katika zaka hii makusudio yatakuwa katika kumneemesha au kumsaidia masikini? Ni kwamba mimi ni mfugaji wa ngamia, nimefikisha ngamia zangu 700, nampatia masikini ngamia mmoja. Je, lengo sio kwamba hii ngamia iende kumsaidia kupata kipato ambacho ataondoa matatizo yake kama maskini? Na ikiwa ndiyo hivyo,
Vipi ikiwa kwamba uuzaji wa ngamia utamuia mgumu na hawezi kupata pesa ambayo itamsaidia kufanya katika hivyo vile ambavyo imekusudiwa? Haiwi kwamba ni bora zaidi kwamba yule aliyekuwa na ngamia kama pia bado ana pesa, kwa sababu ni sehemu ya mali yake, akaweza kununua ili yule apate pesa afanyie lile linalohusika? Hiyo ni kwa upande mmoja, lakini upande wa pili nauliza swali la kitaasisi. Mimi nasimamia Baitul Mal, na katika Baitul Mali tunahamasisha watu kutoa zaka na tunakusanya zaka. Je, kama Baitul Mal wakikusanya akawa ni mali ya mfugaji, kwa maana hiyo ya kwamba unachopokea ni wanyama na sio pesa, Baitul Mal wao wanaruhusiwa kuuza wale wanyama ili wawapatie pesa wale wahitaji, au inatakiwa iwe ni mali kwa mali, kwa maana kwamba zaka imetolewa kwa sababu kwa wanyama, basi na wagawiwaji pia wagawiwe wanyama wale wale? Naona nisitie hapo maswali yangu hayo mawili ndani ya moja, na Allah tutilie pesa inshallah. Naam, kama tulivyoeleza kiasili, asili ya swala la kutoa ngamia, hilo ni wepesi kwa mtoaji. Hapo tusitazame vile vile wepesi tu wa mpokeaji, tazamwe wepesi wa mtoaji. Huyu mtoaji kwake yeye ni wepesi kumtoa mnyama ambaye yuko naye. Na kama nilivyoashiria pia, wakati mwingine inaweza ikawa ni mtihani hata kwa huyo mtoaji, hana huyo mnyama. Kwa hapo itaangaliwa, japokuwa rai ni mbili, anatakiwa anunue mnyama amtoe, na hiyo ndio bora zaidi. Lakini Imamu Abu Hanifa anasema unaweza ukatoa thamani yake. Ama kwa kadhia ya huyu maskini amepewa ngamia, anaweza kumuuza kwa mtu mwingine, lakini sio lazima amuuzie yule yule aliyetoa, amuuzie mtu mwingine. Umeona, amuuzie mtu mwingine, lakini sio yule anayetoa. Lakini kama hilo pia litakuwa kuna sababu za kimazingira kwamba hamuhitaji huyo ngamia, hajui atafanya vitu gani na huyo ngamia na nini. Okay, watu wanaweza kwenda katika hizi rai nyingine, katika kauli hizi nyingine kulingana na situation. Kwa hivyo hatutakiwi, tunatakiwa tujue ile default ruling, yani ile hukumu katika mazingira ya kawaida ni hii. Umeona kwamba ni asimnunue yeye akawauzie watu wengine. Ametafuta huko watu wa kununua, hakuna. Hamna bwana, huyu atakuja kumfia huyu, maana itakuwa sasa hawezi hata kunufaika na huyu ngamia, kwa sababu kumfuga hawezi, au hataka, hana ujuzi wa kumfuga. Umeona, akisema mchinje nyama yake sehemu anayotaka kidogo, inayobaki kuuza pia mtihani. Na ikiwa kumuuza ngamia yenyewe pia hawezi, kumtunza hawezi. Haya ndio yanaweza akatupeleka sisi, adharura tubihu almahdhura. Unaona, kwa hivyo ni haramu kumnunua katika asili yake, hukumu yake, lakini kama kuna dharura zinazopelekea kwamba ni maslahi, kuna maslahi zaidi kwa maskini huyu, bwana huyu ngamia anunuliwe, na kama yule aliyetoa zaka ana uwezo wa kumnunua, atanunua, lakini hatutomkalifisha mtoa zaka amnunue ngamia aliyemtolea zaka kwa sababu eti ya maslahi ya maskini, kwa sababu huyu maskini bwana umempa huyu ngamia, sasa kufuga hawezi, akichinja pia nyama yake kwenda kuuza itakuwa tabu. Hiyo sio problem ya mtoaji, that is not the problem ya mtoaji. Mtoaji kashatoa yeye, okay, na anaweza tu sasa, mimi simnunui, kwa hivyo atafute mtu mwingine wa kununua. Umeona, hii ni mali ya huyu maskini na nini. Ikija kwenye kadhia ya taasisi inayokusanya na nini, taasisi inayokusanya unatakiwa ukusanye vile vile, kwa rai ya jamhuri unatakiwa ukusanye wanyama, ukusanye wanyama na watoe wanyama hao. Umeona, watoe wanyama hao, otherwise kama hao maskini watakupa idhini ya kwamba sisi tunataka thamani, hatutaki mbuzi, hatutaki ng'ombe. Kama
Mpokeaji atakwambia mimi nataka thaman badala ya mnyama, basi hapo utakuwa umepewa idhini ya wewe kumuuza, umpe thaman. Umeona? Kumbuka wewe collector ni middleman tu, uko pale katikati. Mbuzi hawa sio wako, mbuzi ni wa maskini. Ng'ombe huyo wa zaka uliokusanya sio wako, ni wa maskini. Kwa huyo maskini ambaye unampa ng'ombe au unampa huyo mbuzi au unampa huyo ngamia, yeye ndo atasema sasa, bana, mimi nataka, mimi nipeni ngamia au nipeni mbuzi wangu au nipeni thamani. Nyinyi nawapa ruksa, nawapa idhni, muuze huyu ngamia au wauzeni au mbuzi, mimi mnipe thamani. Umeelewa? Lakini kujichukulia tu maamuzi ya nyinyi kwenda kuwauza au mbuzi, uh, nyinyi sio wenu sio mbuzi wenu. Mna mamlaka gani ya kwenda kuuza mbuzi wa watu? Hilo ndio swala linalojitokeza. Huna mamlaka wewe mpokea, wewe mkusanyaji, umeletewa mbuzi wa mtu katoa zaka yake, wewe huna mamlaka. Mbuzi sio wako huyu, wa kumuuza mbuzi wa maskini wa mtu. Hilo ndio swala la kisheria, huna authority. Umeelewa? Kwa hivyo unachotakiwa wewe ni kumgawa mbuzi uliyepokea, lakini kama maskini atakupa ruhusa. Huyu maskini ambaye mbuzi huyu tumemkusudia bwana Khalfani, yeye ndo maskini anatakiwa kupewa. Bwana Khalfani, tuna mbuzi wako wawili hapa matolewa zaka, tukuletee mbuzi au tukuletee thaman? Mimi bwana, uzeni huyo mbuzi au mbuzi wawili, mniletee pesa. Basi ameshakuidhinisha maskini ambaye alitakiwa kupokea huyo mbuzi, kashatoa ruhusa yake. Kadhia kama hiyo utauza, ushapewa ruhusa na maskini mwenye mbuzi wake. Nafikiri tutakuwa tumejibu maswali hayo. Wallahu a'lam. Kuna swali hapa kwenye chat sijui. Naam. Okay, shukurani tu, alhamdulillah. Nashukuru bwana, kama Assalamu alaikum mada warahmatullahi. imenitosheleza, nashukuru. Naam, kuna mwingine? Assalamu alaikum warahmatullahi Naam, wabarakatuh. bwana Yusuf. Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nashukuru sana kaka Khafani kwa darasa lako. Japokuwa nimechelewa, sijajua kama kuna maswali nataka niulize hapo, kama utakuwa umeshaelezea au la utanijulisha inshallah. Naam. Swali langu la kwanza linahusiana na wanyama ambao wanafugwa, kwa maana malisho yao yanategemea labda yale ya kununuliwa, au yani inakuwa ni baina ya kununuliwa na yale ambao wanaenda kupelekwa machungani kule. Hilo linakuwaje? Yani ikiwa zinategemea hizo aina mbili. Alafu swali lingine la pili ambalo ningependa kuuliza ni kwamba ikiwa mnyama ambaye anatakiwa kutolewa zaka labda amekosa sifa ile ambayo inapaswa kutolewa zaka, na ndio huyo ambaye aliyopo kwa kigezo labda cha umri yupo, lakini mnyama huyo labda amekosa sifa, amekonda, huyo mnyama vipi? Nitalazimika kumtoa au nitaenda kununua ambaye ana sifa kamili? Hilo swali langu la pili. Alafu swali lingine la tatu ambalo labda huenda liko nje na hizi mada za leo kuhusiana na zaka ya mifugo, ni vipi kupanda na kushuka kwa nisabu katika mwaka husika. Hii inakuwaje? Kwa mfano mwezi fulani nisabu inapanda, mwezi fulani nisabu inashuka, yani hilo jambo linachukuliwa, kwa sababu samahani kidogo, kuna sehemu nilimfuatilia Sheikh, alikuwa na doa mada, anasema kwamba nisabu inatakuwa ianzie pale kuhesabiwa kwenye ule mwaka ambao ilikuwa imefika mpaka utakapomalizika huo mwaka. Je, ile kupanda na kushuka inachukuliwaje? Alafu swali lingine la mwisho, vipi kuwafanyia follow up wale wanufaika wa zaka ambao umewapatia, baada ya kuwapatia zaka mkao mnafuatilia yale maendeleo yao, inakuwaje? Maana hilo jambo katika sheria vipi linaruhusiwa au vipi? Kwa sababu kuna kadhia moja ambayo labda nimeiona, unawapatia watu zaka, lakini baada ya muda fulani unaanza kuwafuatilia maendeleo yao kutokana na kile ambacho mlikuwa mmewapa labda au umewapa, lakini mtu anaona kero ile katika kumfuatilia. Je, hawa watu tunaweka katika kundi gani? Je, swali la kwanza hapo ni kwamba unaruhusiwa kuwafanyia follow up au la, na kama wanaruhusiwa, je, hiyo kadhia ya kuwafuatilia wakiona kama kero inakuwaje? Shukran sana, sijui kama imeeleweka.
Naam. Kuhusiana na swala la malisho, kama unawalisha, kuna njia zote mbili zinatumika. Ikawa kuna labda wakati wanakula wenyewe wa wanyama, kuna wakati unawanunulia. Sharti la saima kwa wale wanaofuata jamhuri, wanaosema kwamba lazima wawe wanakula wenyewe katika ardhi, wanasema iwe ni muda mrefu, muda mrefu. Kwa hiyo kipindi kirefu katika mwaka wawe wanakula wenyewe, wanajitegemea wenyewe kula katika ardhi, muda mrefu. Kwa hiyo mwaka una miezi 12, na tukisema muda mrefu tunaweza kusema ya kwamba ni nusu ya mwaka au zaidi ya nusu ya mwaka wanakula wenyewe. Okay, hawa wanakuwa shakidhi hilo sharti. Kwa hiyo ni swala la huyu mfugaji ataangalia yeye katika kipindi cha mwaka, muda mrefu anawalisha yeye, ananunua chakula, au muda mrefu anakula wenyewe. Umeona, yeye ndo atakuwa ana majibu. Na kama itakuwa ni itakuwa nusu kwa nusu, mimi nitakwenda katika rai ya Imam Malik, atoe tu zaka, asibabaishwe na swala la natoa usitoi. Hapa sasa katika kadhia hii, unaona, kutoa ni ahsan, kutoa ni jambo la kheri. Mimi hupendelea kufuata uamuzi ambao kama hauna uzito sana. Katika baadhi ya maeneo nakuwa na maoni tofauti au na mashauri mengine, lakini huwa natanguliza sana swala la mtu kutoa. Yani bora kukosea katika kutoa kuliko kukosea katika kuto kutoa. Umeelewa, eh? Kwa hivyo katika mlango wa tahadhari, kama itakuwa hii ni scenario, ni assumption, kama itakuwa ni nusu kwa nusu, miezi 6 unalisha, miezi 6 wanajilisha wenyewe, wanakula katika ardhi, bora utoe, na hiyo ni ahsan. Lakini kwa kawaida utakuja kuona ya kwamba mara nyingi kuna katika uhalisia itakuwa lazima kuna kipindi fulani kinazidi zaidi, yani nadra kwamba nusu kwa nusu katika mwaka, kwa sababu wafugaji huwa mara nyingi wanawaacha wanyama wao wanakula ima kipindi chote cha mwaka, isipokuwa labda kipindi cha ukame, imetokea tatizo, manyasi au nini, hakuna, ananunua kunusuru hali. Umeona, isipokuwa wale ambao ni wanafanya biashara wakubwa, wanafuga kwa ajili ya nanio, ambao wao pengine inaweza kawa kinyume chake, kwa sababu chakula vya wale mbuzi au ng'ombe wa maziwa, wanatakiwa labda wale katika vyakula fulani na nini, vinatiwa dawa fulani na nini na nini. Wanaweza wakajikuta wa muda mrefu wanawapatia hivyo vyakula, muda mchache tu ndo wanaachiwa wanyama wale wale vile vile kwenye nyasi. Kwa hivyo hilo liko hivyo, kipindi kirefu. Kwa hiyo unachoangaliwa ni kipindi kirefu. Maadamu kipindi kirefu katika mwaka wanakula wenyewe, watatolewa zaka. Kama itakuwa kipindi kirefu katika mwaka unagharamikia, na wewe unafuata rai ya jamhuri ile, ufuate rai ya Imam Malik, basi itakuwa utoi. Una mnyama mwingine mwenye sifa, sina mnyama mwingine wa kutoa mwenye sifa, unatakiwa ununue. Inafika wakati wa kutoa mnyama mwenye umri huo, mwenye sifa hiyo, labda mlemavu. Umeona, utakiwa kutoa mlemavu, itabidi sasa uuze labda sehemu ya wanyama. Kama huna fedha, uuze sehemu ya wanyama upate fedha, ununue mnyama ambaye utamtolea zaka, ambaye ana sifa. Naam, kupanda na kushuka tushalieleza katika zaka, kama za masala ya fedha au mambo ya biashara. Umeelewa? Tusema kuna rai takriban 3. Rai ya kwanza ni hii ya kwamba fedha hiyo iweko kipindi chote cha mwaka, kuanzia pale itakapokuwa imetimia nisabu, mwezi umetimia nisabu, miezi 12 baada ya hapo iwe iko katika nisabu kwa kipindi chote cha mwaka. Hii kauli ipo, nafahamika hiyo, lakini ipo pia vile vile kauli nyingine ya kwamba kama mwanzo wa mwaka iko katika nisabu, ikawa imepanda hapa katikati, imeshuka, zinaingia pesa, zinatoka, kwa hiyo inashuka kwenye nisabu, alafu inarudi kwenye nisabu, inashuka kwenye nisabu,
tunachoangalia ni mwisho vile vile. Tutaangalia tu mwanzo pale ilipofikia nisabu ilikuwa lini? Ilikuwa labda ilikuwa ni mwezi wa Shaaban. Basi Shaaban kwa tunakwenda mpaka miezi 12 baada ya Shaaban. Kama ni Rajab mwaka unaofuata, tunaangalia je, fedha tulionayo hapa mwisho wa mwaka huu iko katika nisabu pia? Iko, basi tunatoa zaka. Kwa hiyo balance ambayo iko katika wakati huo wa kutoa zaka. Umefahamu eh? Kwa hiyo pia rai ipo, na iko rai ya tatu ya kwamba kinachotazama ni mwisho wa mwaka tu basi. Mwisho wa mwaka tu basi, tunatazama mwisho tu wa mwaka. Kila mwisho wa mwaka unatazama mwisho wa mwaka kuna kiasi gani. Kwa hivyo hizo zote ni kauli zipo. Kwa hiyo kama kuna mwanachuoni mmoja ameelemea kusema hivyo kama ulivyosema muulizaji, hatumlaumu kwa kuwa ni kauli ipo, ni kauli ya wanachuoni ipo, maarufu, inafahamika. Umeelewa? Sasa ikija kwenye muasasati, taasisi kama ya kukusanya zaka, nyinyi inabidi muwe na msimamo wenu kulingana na bodi yenu ya washauri wa masala ya zaka, kwa nanyi mnasimama kwenye msimamo gani. Anapokuja mtu anataka kushauriwa kwenye masala ya zaka, Baitul Mal mathalan, nyie mnamshauri atoe zaka kwa kauli ipi? Nyie mmesimama kwenye kauli gani? Yani bodi yenu ya sharia imesimama katika kauli gani katika kauli hizi ambazo ndio mtategemea, ambayo ndio mtaifuata kwa ajili ya kumshauri mtu anapokuja na kuuliza swali kama hili? Nyie mtakuwa mnamjibu vipi? Mtamjibu kwa msimamo mmoja kati ya hii, au mtamwambia msimamo yote mitatu mwenyewe aangalie, au mna msimamo wenu ambao bodi ya sheria nasema kwa taasisi yetu, mtu akiuliza kadhia hii, jawabu letu ni hili. Nafikiri itakuwa tumejibu hilo. Kufuatilia maendeleo yao ni swala zuri, ni swala jema, lakini kwa yule ambaye yuko tayari, huwezi kumkalifisha mpokeaji. Kwa hiyo yule ambaye mpokeaji yuko tayari kueleza, kukupatia feedback kwamba nimeendelea hivi, nimepiga progress hapa, biha wa neema. Lakini ikiwa hataki kueleza juu ya maendeleo yake yakoje, hatuwezi kumkalifisha. Yeye ni mustahik, alikuwa anastahiki kupewa alichopewa. Okay. Na swala la kupatia wewe feedback ya kwamba anaendeleaje ni swala khiari yake. Hatuwezi kumkalifisha mtu tueleze tangu apewe zaka, je, vipi maendeleo yake. Lakini atakapokuja tena mara ya pili sasa kwa ajili ya kutaka kupewa zaka, ni kwamba lazima hizo taarifa tuzipate sasa, kwa sababu tunataka kujua sisi anastahiki au hastahiki. Kwa atakapokuja mara ya pili automatically sasa atalazimika tu atoe hizo taarifa, kwa sababu bwana wewe tulikupatia. Umeelewa? Sasa tunataka kujua unastahiki bado au ustahiki. Mbona tutajuaje kama unastahiki tena au haustahiki? Lazima utupe sasa hizo taarifa. Umeelewa? Lakini kama haji alipewa mara ya kwanza, sasa mnamfuatilia kupata kujua ile impact na nini, kwa namna mzuri tu kama ambavyo tunafanya, kutaka kujua tu ile maendeleo yako yanakuaje na nini. Huyu bwana anaona ni wasumbufu, mnamsumbua, au kama imekuwa unyanyasa, isifike huko mtu kuona sasa anasumbuliwa, kwa kuwa umempa, kwa kuwa kapewa zaka, isifike huko. Ikiwa haonyeshi ushirikiano, basi asihalifishwe, lakini definitely atakaporudi, kwa akiwa anataka kurudi tena kuomba tena, definitely lazima hilo swala tumuulize, lazima atueleze, kwa sababu wapewaji wa zaka wako wengi wanastahiki kama anavyostahiki yeye. Sisi tunataka kuwapa watu na baada ya kuwa tumewapa, anaporudi tena tunataka tujue hali yake ikoje, ili tuweze kuona tuendelee kumpatia au apewe mtu mwingine. Naam, kwa hiyo nafikiri haya yote manne itakuwa tumeyajibu inshallah. Hapa kuna swali kwenye mtandao, tutamalizia hili na muda. Kuna swali kwenye chat hapa,
Maswali yangu mawili. Kwanza ni vipi zaka ya wanyama inayohesabiwa kwa mifugo iliyochanganywa kati ya watu wawili? Na la pili, je, inaruhusiwa kutoa thamani ya fedha badala ya kutoa mnyama? Okay. Hili la pili tulishalieleza kwamba katika hali ya kawaida kabisa mtoaji zaka anatakiwa atoe zaka ya mnyama, atoe mnyama, na kama hana huyo mnyama amnunue huyo mnyama mwenye sifa atoe. Okay. Atoe mnyama kama anaye, kama hana amnunue mnyama mwenye sifa atoe. Okay. Kwa hiyo iko katika sura hiyo. Kuhusiana na iliyochanganywa kati ya watu wawili, hapa kuna kauli tofauti. Kuna ambao wanaona ya kwamba itahesabika kama mali ya mtu mmoja, kama wanakula sehemu moja, wanakunywa sehemu moja, wanafugwa na mtu mmoja, yaani mfugaji huyo huyo mtu mmoja anayewafuga. Kwenye malisho ni malisho yale yale, wanapelekwa wote pamoja. Kwenye maji wanakunywa maji hayo hayo. Umeona, wanasema hawa watahesabika kuwa ni wa mtu mmoja. Umeona, watahesabika wa mtu mmoja, kwa hivyo watatolewa zaka kama mali ya mtu mmoja. Rai ya pili nasema hapana, kila mmoja kwa idadi yake. Okay? Kila mmoja anamilikiwa na mtu tofauti. Hao wanyama wanachanganywa tu katika malisho na nini, lakini ni wanyama watu wawili tofauti. Umeelewa eh? Kuna wanyama wa khalfani, kuna wanyama wa Juma, na wa khalfani wanajulikana wako kadha, na wa Juma wanajulikana wako kadha. Umefahamu eh? Kwa hivyo kwa sura hiyo kwa kufuata lile sharti la umiliki, kwa maana hatutoweza kuwajumuisha tukaja tukamtozesha zaka mtu mwenye mbuzi wake 30. Bwana Khalfani ana mbuzi 30 tu hapo. Bwana Juma ana mbuzi 60. Tukasema sasa hawa washafika 100 au karibu 90 washafika. Kwa hivyo nani anayetoa zaka sasa hapo? Unatoa mbuzi mmoja wa nani? Wa Khalfani katika 30 wake au wa Juma katika 60 wake? Utaleta shida kubwa hapo. Unafahamu? Kwa hivyo kila mmoja atatoa kwa kadiri ya mfugo anayomiliki yeye. Umeona eh? Na maadamu kwamba lengo hatutaki kukimbia utoaji wa zaka yenyewe. Umefahamu? Kwa hivyo naweza kulijibu hivyo. Kwenye mayai, anauliza muulizaji hapo, kwenye mayai unaweza kurudia? Kwenye mayai tumesema kulikuwa kuna kauli vile vile mbili. Kuna kauli inayoona ya kwamba mayai inatolewa zaka ya mayai katika faida inayopatikana, na iwapo faida hiyo imekaa mwaka mmoja na imefikiwa nisabu. Kwa hiyo unajua, mfugaji wa mayai yeye ana very direct operating cost. Ananunua kuku, analisha, ana utilities za mambo ya maji, mambo ya umeme. Kwa hivyo Darul Ifta Al-Misriya inasema ya kwamba mayai yenyewe na kuku wake hawana zaka, lakini haya mayai si atakuwa anauza. Sasa mayai mtu unaweza ukauza kwa faida, kwa hasara, kwa sababu kuna gharama. Mayai wengine wanaweza ukapata mengi, wakati mwingine ukapata kiasi kidogo. Kwa hiyo wanasema kitakachotazama ni faida. Kama katika biashara hii unapata faida, umeelewa eh? Yaani kuna faida inayopatikana, na faida hiyo ikawa inakaa akiba, baada ya kupata ile faida, sehemu umetumia na nini, sehemu labda imekaa mwaka mzima na ilifikia nisab, utatoa zaka katika utaratibu huo kama wa fedha ambayo imewekwa akiba. Hii ni Darul Ifta Al-Misriya, lakini Sheikh Qaradhawi anaona ya kwamba utatolewa katika ile output, lakini vile vile anazingatia yeye net output, kwa maana baada ya kutoa vile vile gharama, yeye anatofautiana kwenye percentage, naona zaidi ya utoaji, badala ya 2.5 yeye anaona iwe ni 10%. Umeona, kwa sababu
kwa kiasi cha kwa kiasi cha mazao. Umeona, kiasi cha mazao. Kama ardhi yenyewe haitolewi zaka, kama miti yenyewe inayozalisha mazao haitolewi zaka, yanayotolewa zaka ni yale mazao. Kwa hiyo yeye amekwenda kwenye kiasi, kwenye rate ya utoaji, yeye amekwenda kwenye rate ya mazao kama ni 10%. Lakini basically in terms of operational wise anakubaliana tu, na hata rai ya Darul Ifta Misri anakuwa kama wako pamoja, kwa sababu tunafikiaje kujua nisabu, lakini vile vile anatofautiana kwenye swala la hauli, kwamba haina swala la hauli, iwe sio faida iliyopatikana imekaa mwaka. Wewe bwana una mayai, umevuna mayai kiasi hiki hapa, thamani yake ni hii. La pili, umevuna haya mayai, umetoa gharama, umepata kima fulani cha pesa. Umeona, baada ya kuuza. Naam, kiasi gani ulichopata cha fedha? Umepata kiasi ambacho labda wewe unafuata na hesabu ya fedha, gramu 595. Gramu ya fedha 595 thamani yake milioni 4. Ukapata milioni 4. Kama ndio faida inakuwa hiyo, maana yake kama hivyo, maana yake gharama zako na mauzo ya mayai uliouza, umepata balance ya 4 million au 6 million au 7 million. Yeye anasema ya kwamba utatoa 10% ya hiyo faida uliopata. Umeona, wakati huo baada ya kuwa umeshauza. Baada ya kuwa umeshauza, hatusubiri kwamba hizi 6 million za faida ulizopata zikae mwaka mzima. Hii anaona hakuna swala la kukaa mwaka mzima. Hii ni zaka itatolewa pale ambapo yule aliyevuna mayai amepata faida. Kwa hiyo katika hiyo faida yenyewe aliyopata pia imefikia nisab, imefikia ima thamani ya fedha gramu 85 za dhahabu, au thamani ya fedha ya madini ya fedha gramu 595, atatoa 10%. 10%. Nafikiri umeelewa tofauti baina ya kauli hizi mbili. Umeona, kwa hiyo kuna wale wanaona kwamba hii ni mali ya biashara itatolewa katika faida tu, na faida yenyewe hapo imekaa mwaka kwa 2.5. Yeye anaona kwamba pana, hii itatolewa kama mazao, kama fiqh, kama zaka ya mazao. Kile kilichopatikana katika kuku ndio kama mazao yaliyopatikana. Kuku wenyewe wale wanaotaga mayai hawana zaka wenyewe, hatuna haja ya kujua thamani yao, kwa sababu hao ni kuku wa mayai, sio wa kuuzwa nyama. Kwa hivyo tutakuwa tunathaminisha yale mayai tunapokuwa tumevuna, tunaangalia gharama, kutoa gharama zile za uendeshaji, operating, za kulisha umeme na nini. Okay, sio mpaka gharama za mabanda. Mabanda hizo ni fixed assets na nini, hatuzijumuishi. Tunatoa tu zile gharama za kuwahudumia wale kuku, umeona, katika kuwalisha, katika umeme, kama ni katika madawa, katika nini, mpaka kuzaa, yani yale mayai patikana, ile direct cost associated na production. Okay, tukitoa hizo, net inayopatikana kama itakuwa imefikia zaidi ya nisabu, ima ya dhahabu au ya silver, itategemea sasa hapa mfugaji ataamua kufuata ipi kati ya kauli hizo, kati ya hizo nisabu mbili. Akichagua mojawapo na amepata fedha hizo zimefikia, hatoambiwa mpaka mwaka upite ndo aje atoe. Atatoa 10% ya hiyo faida aliyoipata katika uzalishaji ule wa awamu hiyo ya mayai kwa mfano. Natumai imeeleweka ndugu zangu. Tutaishia hapo, tutaishia hapa na inshallah taala tutaendelea na zaka katika aina nyingine ya mali. Nafikiri wakati ujao tutazungumzia zaka katika assets ambazo ni income generating assets. Tutazungumzia kwenye upande wa majengo, apartments, viwanja ambavyo mtu labda anakodisha. Tutazungumzia upande wa magari, matraka ya malori ambayo yenyewe yanaingiza income. Kwa generally hizi zinaitwa income generating assets. Kuna fixed assets za aina mbili kama unavyofahamu. Kuna ambazo zile zenyewe ni jengo ambayo ni ofisi na nini, yenyewe haiingizi chochote kwako wewe, ni ofisi yako, ni jengo ambalo ni ofisi yako mwenyewe, umeelewa? Unatumia kwa shughuli zako. Jengo la kiwanda mathalan, yenyewe haliingizi kipato chochote.
lakini yako watu wanamiliki majengo majengo ya ofisi, majengo ya kukaa watu binafsi, watu wanamiliki magari ambayo yanaingiza vipato, watu wanamiliki bodaboda ambazo zinafanya biashara za kuingiza vipato. Hizi ni income generating assets, yani ni fixed assets ambazo zenyewe moja kwa moja zinapotumika zinaingiza kipato. Mzee, watu wa biashara madaladala, usafirishaji wa mjini hapa, mtu ana madaladala yake 60 70. Okay. Haya ni income generating. Linapoingia tu barabarani linaanza kuingia, lina generate income. Tutarudi kwenye kundi hilo, alafu inshallah taala tutaendelea na makundi mengine ya mali. Tutapeana taarifa kadri tunavyoendelea. Nawashukuru nyote kwa kutenga muda wenu na kujumuika nasi katika siku ya leo. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maasalam, tutaonana katika awamu nyingine. Kwaherini.